Habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze na tuyachakati yale yote ya kimichezo kutokea kwenye channel yako namba moja kabisa inayokusogezea wewe habari hizi za michezo. Leo ni Jumatano ya tarehe 28 2026. Zimesalia siku chache tu kugeuka mwezi mwingine wa pili na tupo mwezi wa kwanza. Ligi zinaendelea, ligi kuu Tanzania bara, lakini pia mashindano ligi Tanzania bara, lakini pia mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na ya soka ya klabu bingwa barani Afrika yote yanaendelea. Kwa ujumla yote kwa pamoja yanaendelea, lakini mchambuzi Hans Raphael amezungumza kuhusiana na usajili. Ngoja nikusomee kile ambacho ameweza kukizungumza, na kabla sija kusomea na kusii kwamba ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi ZTV, yani ndo mara yako ya kwanza kabisa unaangalia hii channel, basi na kusii tu kusubscribe sasa, ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Subscribe, washa alama notification, lakini bila kusahau share kwa marafiki zako ili wapate kufahamu nini hasa kinaendelea kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo. Na mchambuzi huyu Hans Raphael ameandika kwamba update, Simba leo wanatarajia kumtambulisha kiungo mshambuliaji wa Colombi Sports ya Cameroon, raia wa Kongo ambaye ni Ino Jospin Luemba mwenye umri wa miaka 21. Yes, mwamba ameshatua bongo. Amemalizia hivyo mchambuzi huyu Hans Raphael kutokea pale Crown FM. Ameandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba mchezaji huyu tayari ameshatua hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kutambulishwa siku hii ya leo ndani ya klabu hiyo ya Simba. Na ikumbuke kwamba kesho Simba wana kibarua kizito dhidi ya Mashujaa FC, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huo utachezwa ni mida ya saa 10 kamili za jioni. Na hii ni historia fupi ya maisha ya soka ya mchezaji huyu ambaye anatarajiwa kutambulishwa siku hii ya leo, kwa mujibu wa mchambuzi huyu Hans Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na ipate kufahamu historia fupi ya maisha ya soka ya huyu mchezaji Ino Jospin Luemba ambaye ni mchezaji chipukizi wa soka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Alizaliwa mwaka 2003. Akiwa na umri mdogo, Luemba alionyesha kipaji kikubwa cha soka, hasa katika nafasi ya ulinzi, kiungo cha chini, kulingana na matumizi ya timu, jambo ambalo lilimfanya aanze kuchukuliwa kwa umakini katika akademiki na klabu za vijana. Safari yake ya soka ilianza kwa kujifunza misingi ya mchezo katika ngazi za vijana ngazi za vijana kabla ya kujiunga na Colombi Sportive du Elombo Colombi Sports, klabu inayoshiriki ligi ya juu nchini Cameroon. Ndani ya Colombi Sports, Luemba alikuwa haraka na kuaminiwa kucheza katika kikosi cha wakubwa licha ya umri wake mdogo. Nidhamu, nguvu ya mwili, uwezo wa kusoma mchezo na utulivu akiwa na mpira vilimwonyesha vilimtofautisha yaani na wachezaji wengine wa rika lake. Na kipaji chake kilianza kuvutia macho ya vilabu vikubwa barani Afrika, hali ambayo imepelekea Simba Sports Club ya Tanzania kuanza mchakato wa kumsajili mchezaji huyo. Na hatua ya kujiunga na Simba Sports Club ilionekana kama hatua kubwa katika maendeleo ya taaluma yake, ikimpa jukwaa pana zaidi la kuonyesha uwezo wake katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Akiwa Simba Sports Club, Ino Luemba anatarajiwa kuendelea kukua kama mchezaji, kujifunza katika mazingira ya ushindani mkubwa na kuchangia mafanikio ya timu. Kwa umri wake mdogo na ari ya kazi, wengi wanaamini kuwa ana mustakabali mzuri katika soka la Afrika na hata nje ya bara, yaani nikizungumzia nje ya Afrika. Mchezaji huyu kama alivyosema Hans Raphael kwamba anatarajiwa kutambulishwa siku hii ya leo ndani ya Simba Sports Club. Muda wowote kuanzia sasa atatambulishwa. Deal done, yaani deal limeshakamilika na yupo hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kutambulishwa kwa ajili ya michuano yote ya hapa Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania, nikizungumza michuano ya kimataifa yote atashiriki mchezaji huyu kucheza kulingana na mkataba wake unavyodai. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, naendelea kusii kwamba
kusubscribe, lakini usisahau kuwasha alama notification na kushare kwa marafiki zako, lakini toa comment yako kuhusiana na usajili huu ambao utakaenda kufanyika muda mchache ujao. Ataenda kusajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Kiungo mshambuliaji kutokea pale Korombi Sports ya Cameroon, ni raia wa Kongo. Wachezaji hawa wanasajiliwa sana kutokea pale DRC Kongo kuja Tanzania, lakini wanafanya vizuri. Tumemwona Fiston Kalamaele amesajiliwa, Joyce Lomalisa amesajiliwa naye kutokea huko nchini Kongo wakija hapa Tanzania. Maoni yako ni yapi kuhusiana na usajili huu ambao unaenda kufanyika kwa klabu ya Simba? Yaani usajili ushafanyika, ni kutambulishwa tu, lakini ile tambulisho ndani ya klabu ya Simba ndio tutaamini kwamba tayari ameshasajiliwa ndani hiyo ya klabu ya Simba, lakini tetesi zinavyoeleza kwamba ni deal done, mchezaji huyu tayari ameshasajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Bado utambulisho tu ambao unatakiwa hajulikanike kwamba ni kweli amesajiliwa ndani ya klabu hiyo ya Simba. Toa maoni yako kwamba ni usajili huu utakapokuja kukamilika na atakapotambulishwa siku hii ya leo, utakuwa ni usajili gani kwa namna moja ama nyingine? Kwa upande wako wewe, umekukosha kwa namna gani na utakuwa umefaidika kwa vipi, hasa mshabiki wewe wa Simba? Kusajiliwa kwa mchezaji huyu ataenda kuleta changamoto gani hasa katika kikosi cha Simba ambacho nakijua kikosi cha Simba kwa sasa hivi hakipo vizuri, yaani hakuna maelewano mazuri baina ya viongozi na wachezaji. Lakini kusajiliwa kwa huyu mchezaji, unaona itaenda kuleta chachu gani ama changamoto kiasi gani, na Simba itakuwa namna gani kupitia kwa mchezaji huu, licha wachezaji wengine wamesajiliwa na tumeona ubora wao na uwezo wao wakiwa ndani ya kikosi cha Simba. Mchezaji huyu anaenda kusajiliwa ndani ya kikosi hiki cha Simba masaa machache ijayo, ataenda kutambulishwa kwa siku hii ya leo ndani ya klabu ya Simba. Siku ya leo kabisa itakuwa ni siku nzuri kwa mashabiki na wapenzi, lakini pia wadau wa soka la michezo. Endelea kusalia Baba Zedi TV, nitakufikishia na nitakusogezea kwa karibu kabisa akiwa ameshatambulishwa mchezaji huyu, nitakusogezea kwa ndani kabisa na utapata kufahamu mengi kabisa ya kimichezo.